Inavyosema, baada ya ripoti hizi kuwasilishwa bungeni, zitakuwa wazi kwa wananchi ili wazisome na kuona kwa kina nini kimo kwenye ripoti hizo ambazo ninaziwasilisha kwako hapa leo. Mheshimiwa Rais, nianze na idadi ya kaguzi nilizofanya kwa mwaka wa fedha 2024/2025. Kwa mwaka wa fedha 2024/2025 nimefanya jumla ya kaguzi 1553 za aina mbalimbali zikihusisha kaguzi 1339 za hesabu za fedha, kaguzi 18 za ufanisi, kaguzi za kiufundi kwa njia real time audit 12, kaguzi za mifumo ya tehama 137 na kaguzi maalum na za kiuchunguzi 47, ambazo kati ya hizo kaguzi za kiuchunguzi na maalum 38 zimekamilika na 9 ziko katika hatua mbalimbali ya kukamilishwa. Mheshimiwa Rais, kuhusu kaguzi maalum na za kiuchunguzi 47 nilizosema hapo juu, kaguzi 45 zinatokana na maombi ya taasisi za serikali, viongozi na wadau mbalimbali. Kaguzi 2 nilizianzisha mimi mwenyewe. Kati ya maombi hayo kutoka kwa viongozi na taasisi za serikali, Bunge liomba kaguzi 7, Waziri Mkuu aliomba kaguzi 1, vyombo vya kiuchunguzi kwa maana TAKUKURU, DCI na DCEA waliomba kaguzi, jumla ya kaguzi 31. Wakuu wa taasisi za serikali waliomba kaguzi 2. Na kupitia taarifa za siri toka kwa wananchi tulifanya jumla ya kaguzi 4. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa hati za ukaguzi. Katika mwaka wa fedha 2024/2025 nimetoa jumla ya hati 1339 za kaguzi, ikiwa ni 38 ikilinganishwa na hati 1301 nilizotoa katika mwaka wa fedha 2023/2024. Kati ya hati hizo 1339, hati 221 zinahusu tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Hati 225 zinahusu mashirika ya umma. Hati 562 zinahusu serikali kuu na hati 331 zinahusu miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, kati ya hati hizo zinazoridhisha ni 1326 sawa na 99%. Hati zenye shaka ni 10 sawa na 0.8. Hati mbaya ni 1 sawa na 0.1. Na taasisi 2 sawa na 0.1 nimeshindwa kutoa maoni ya ukaguzi. Kwa ujumla, hati za ukaguzi wa hesabu zinaonyesha kuwa utayarishaji wa hesabu unaridhisha na kwa kiasi kikubwa unazingatia taratibu na kanuni za uandaji wa hesabu hizo. Mheshimiwa Rais, taasisi zenye hati zenye mashaka, hati mbaya na kushindwa kutoa maoni ni kama zifuatazo. Kwanza, kwenye mashirika ya umma na taasisi zingine kuna Bodi ya Korosho Tanzania imepata hati yenye mashaka, Kiwanda cha Madawa cha KECO imepata hati yenye mashaka, Bodi ya Chai Tanzania imepata hati yenye mashaka, Mamlaka Maji Safi na Usafi wa Mazingira Kyela Kasumulu nilishindwa kutoa maoni. Mheshimiwa Rais, serikali kuu na wizara, idara na wakala. Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA imepata hati mbaya. Mamlaka Maji Safi na Usafi wa Mazingira Handeni Trunk Main imepata hati yenye mashaka. Mamlaka Maji Safi Usafi wa Mazingira Kondoa hati yenye mashaka. Jumuiya ya Maji Ngazi ya Jamii Kilumusa Sibiuso imepata hati yenye mashaka. Jumuiya ya Maji Ngazi ya Jamii Mambawasa Sibuiso nimeshindwa kutoa maoni. Serikali za mitaa. Halmashauri ya Manispaa ya Kibaha imepata hati yenye mashaka. Halmashauri ya Wilaya ya Msalala imepata hati yenye mashaka. Upande wa vyama vya siasa, Chama cha Civic United Front kwa maana CUF imepata hati yenye mashaka. Chama cha National Construction Alliance NRA imepata hati yenye mashaka. Mheshimiwa Rais, sababu kuu zinazopelekea kutolewa kwa hati zenye kasoro ni pamoja na upungufu wa nyaraka toshelevu za kuthibitisha uhalali wa malipo, matumizi yasiyothibitishwa, kutofautiana kwa mizania ya hesabu, pamoja na kutozingatia viwango vya kimataifa vya uhasibu yani IPSAS na IFRS. Mheshimiwa Rais, naomba kufahamisha kuwa sikuweza kukagua hesabu za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa mwaka wa fedha 2024/2025 baada ya kupata taarifa kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa kuhusu mashauri yanayoendelea mahakamani. Mheshimiwa Rais, hali ya utekelezaji mapendekezo ya ukaguzi ya miaka ya nyuma. Mheshimiwa Rais, uchambuzi wa utekelezaji mapendekezo ya ukaguzi unaonyesha changamoto za kimfumo katika usimamizi wa uwajibikaji wa taasisi za umma. Kati ya mapendekezo 38,181 yaliyotolewa miaka ya nyuma mpaka leo ni 36.7% pekee yaliyotekelezwa kikamilifu, huku 43.5%
yakiwa bado katika utekelezaji na asilimia 7.5 hayajatekelezwa kabisa. Hii inaashiria kuwa juhudi za marekebisho hazijafikia kiwango kinachoweza kuleta mabadiliko ya haraka na yenye tija. Vile uwepo wa mapendekezo yanayodumu kwa kipindi cha miaka 7 hadi 20 bila kutekelezwa kunaonyesha changamoto ya kudumu katika ufuatiliaji wa utekelezaji pamoja na kushindwa kushughulikia vyanzo vya matatizo kwa maana root causes. Hali hii inaendelea kuhatarisha upotevu wa rasilimali za umma na kudhoofisha ufanisi wa taasisi. Mheshimiwa Rais, nikupe mifano ya hoja za muda mrefu. Mamlaka ya Mapato Tanzania ina madeni ya kodi yanayofikia takriban shilingi bilioni 7.24 ambayo yameendelea bila kukusanywa kwa zaidi ya miaka 17. Mamlaka ya Hifadhi ya Bahari na Maeneo ya Hifadhi ina madeni ya shilingi milioni 658 yanayodaiwa na jamii ya Mafia hajalipwa kwa zaidi ya miaka 15. Cashnut Board of Tanzania, mali na viwanja vyenye thamani ya takriban shilingi bilioni 3.28 bado havijapatiwa hati miliki kwa zaidi ya miaka 13, jambo linalohatarisha umiliki wa mali za serikali. Mheshimiwa Rais, utekelezaji wa mapendekezo mengine hauhitaji rasilimali, unahitaji tu taratibu za kufuta hasara kwa mujibu wa sheria, lakini taratibu hizo za kisheria zinachukua muda mrefu na kuacha hoja zikiendelea kuwepo kwenye orodha ya mapendekezo ambayo hayajatekelezwa. Kwa ujumla, mwenendo huu unaonyesha kuwa mfumo wa ufuatiliaji wa utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi unahitaji kuimarishwa zaidi ili kuhakikisha matokeo ya ukaguzi yanakuwa nyenzo muhimu katika kuimarisha utendaji serikalini. Mheshimiwa Rais, changamoto hizi zinatokana kukosekana kwa mifumo madhubuti ya uwajibikaji katika taasisi za serikali kwa ajili ya kuratibu ufuatiliaji wa hoja za CAG na utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi. Hata hivyo, mfumo wa IFTMIS uliopo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI umeanza kuonyesha matokeo chanya, ambapo unatumika TAMISEMI na mamlaka zote 184 za serikali za mitaa, na ofisi ya CAG imepewa haki ya kuutumia kwa ajili ya ufuatiliaji. Mheshimiwa Rais, kwa kuzingatia ufanisi huo wa mfumo, napendekeza mfumo huo uangaliwe ili kuweza kutumika kwa taasisi zote za serikali pamoja na kuunganishwa na mifumo ya ufuatiliaji wa Bunge ili kuimarisha uwajibikaji, kuongeza ufanisi wa ufuatiliaji wa mapendekezo ya ukaguzi. Mheshimiwa Rais, pia napendekeza mlipaji mkuu wa serikali awasimamie maafisa masuhuri kuhakikisha wanatekeleza mapendekezo ili kuondoa mrundikano wa mapendekezo ambayo hajatekelezwa kwa muda mrefu. Kama nilivyosema, mengine hahitaji tu kufuta hasara ambazo zimeonekana ni hasara, ni kuleta kwa mlipaji mkuu wa serikali, CAG akithibitisha, tunapeleka bungeni, zinafutwa na kuziondoa kwenye ile orodha ya hoja ambazo hazijatekelezwa, mapendekezo ambayo hayajatekelezwa. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa deni la serikali. Mheshimiwa Rais, hadi kufikia tarehe 30 Juni 2025, deni la serikali lilifikia trilioni 110.05. Kiasi hiki kinajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 35.5 na deni la nje la shilingi trilioni 74.55. Mwenendo huu unaonyesha kuwa ndani ya mwaka mmoja deni limeongezeka kwa shilingi trilioni 12.7 sawa na asilimia 13.04 ikilinganishwa na mwaka wa fedha wa 2023/2024. Ongezeko hili limechangiwa zaidi kwa kuongezeka kwa mikopo ya nje pamoja na kushuka kwa thamani ya shilingi dhidi ya dola ya Marekani, ambao kushuka kwa thamani kumechangia ongezeko la deni la shilingi trilioni 2 kutokana na exchange rate. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uhimilivu wa deni, debt sustainability analysis, imebaini kuwa deni la serikali bado lipo ndani ya viwango salama vinavyokubalika kimataifa, huku thamani ya sasa ya deni lote la umma kwa pato la taifa ikiwa ni asilimia 40.7 chini ya ukomo wa asilimia 55, na deni la nje kwa pato la taifa likiwa ni asilimia 24.9 chini ya ukomo wa asilimia 40. Aidha, uwiano wa deni la nje kwa mauzo ya nje ni asilimia 125.5 ambao bado upo ndani ya kiwango cha asilimia 180. Viashiria hivi pamoja na ukuaji wa uchumi vimeimarisha uaminifu wa Tanzania kimataifa, jambo linaonekana kupitia ukadiriaji mzuri wa utulivu wa hadhi ya ukopaji ambao Moody's wametupatia daraja la B1 kwa maana tuko stable mwezi Desemba 2024, na Fitch Ratings ilitoa daraja la B+ kwa maana stable Machi
mwaka huu. Haya ni mashirika ambayo yanatathmini uwezo wa ukopaji katika nchi mbalimbali na uwezo wa uchumi na uvumilivu. Mheshimiwa Rais, usimamizi wa mapato. Mwenendo wa ukusanyaji wa mapato. Bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ilifikia trilioni 50.29, ambapo mapato yaliyopatikana yalikuwa ni shilingi trilioni 47.82, sawa na utekelezaji wa asilimia 93.11. Mapato ya ndani yaliendelea kuwa chanzo kikuu kwa kufikia asilimia 99.41 ya lengo, huku mamlaka ya mapato Tanzania TRA ikiwa mchangiaji mkuu wa makusanyo hayo, yakionyesha utendaji mzuri wa ukusanyaji ambapo yalivuka lengo. Nichukue nafasi hii Mheshimiwa Rais kuipongeza serikali na TRA kwa ufanisi huu. Aidha, serikali iliongeza utegemezi wa mikopo ya kibiashara ambayo ilivuka lengo na kufikia asilimia 108.18, wakati misaada ya mikopo nafuu ilifikia asilimia 39.73 ya lengo. Mheshimiwa Rais, kutowasilishwa fedha za mifuko maalum special funds kwenye mifuko husika. Mheshimiwa Rais, nibaini kutowasilishwa kwa fedha ya mifuko maalum ambapo kiasi cha shilingi trilioni 2.28 kilichokusanywa na mamlaka ya mapato Tanzania kutokana na tozo za mafuta na reli kiliingizwa kwenye mfuko mkuu wa hazina. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 780.88 pekee ndizo zilizowasilishwa kwenye mfuko husika, ikiwemo mfuko wa barabara, mfuko wa nishati vijijini, mfuko wa reli na mfuko wa maji, huku shilingi trilioni 1.48 zikibaki bila kupelekwa na kutumika kwa shughuli nyingine. Hata hivyo, Mheshimiwa Rais, mifuko maalum ya serikali imekuwa mingi, inahitaji kutathminiwa kwa kina, kwani hali hii inadhoofisha dhana ya kuwa na mfuko mkuu wa hazina. Mheshimiwa Rais, ninatambua juhudi za serikali katika kuboresha mifuko hii. Hata hivyo, kwa kuwa hali imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu kutokana na mwenendo unaojirudia, napendekeza serikali ifanye mapitio ya mfumo wa kisheria ili kuweka utaratibu unaoruhusu mgawanyo ulioainishwa wazi kati ya fedha zinazopelekwa kwenye mifuko maalum na mfuko mkuu bila kuathiri utekelezaji wa majukumu ya mifuko hiyo. Mheshimiwa Rais, kesi za kodi za rufaa zilizokwama. Ukaguzi umebaini kuwa kuna mrundikano mkubwa wa kesi za kodi zisizotatuliwa zenye thamani ya takriban shilingi trilioni 10.75 kwa Tanzania bara na Zanzibar, ikiwa katika ngazi za bodi ya rufaa za kodi TRAB, baraza la rufaa za kodi TRAT na mahakama ya rufaa Tanzania CIT. Idadi ya kesi imeongezeka kwa kasi kutoka kesi 7 mwaka 2019-2020 hadi kesi 1223 mwaka 2024-2025. Hali inaashiria udhaifu katika mifumo ya utatuzi wa migogoro kikodi. Hali hii inachangiwa na kukosekana kwa mifumo madhubuti ya usuluhishi wa mapema ndani ya mamlaka ya mapato, pamoja na uchache wa wataalamu wa mifumo duni ya kielektroniki katika vyombo vya rufaa, jambo linalosababisha ucheleweshaji wa maamuzi. Mheshimiwa Rais, napendekeza serikali ifanye mapitio maalum ya kesi zote na kuweka malengo ya muda kuzitatua, kuimarisha mifumo ya usuluhishi wa ndani ya TRA ili kupunguza rufaa zisizo za lazima na kuongeza wataalamu pamoja na matumizi ya mifumo ya kidijitali katika vyombo vya rufaa za kodi ili kuharakisha usikilizwaji wa mashauri ya kodi. Mwenendo wa mashirika ya umma ya kibiashara. Mheshimiwa Rais, utendaji wa kifedha mashirika ya kibiashara unaonyesha kupungua kwa hasara kutoka shilingi bilioni 412.31 hadi shilingi bilioni 307.1. Hata hivyo, upungufu huu haujatokana na ufanisi wa kiutendaji, bali imechangiwa kikamilifu na ruzuku za matumizi ya kawaida recurrent grants kwa ajili ya mishahara, gharama za uendeshaji wa taasisi ambazo zina thamani ya shilingi bilioni 105.21. Jambo linaashiria kuwa hasara zimehamishiwa kwa serikali badala ya kupungua kiuhalisia. Aidha, licha ya serikali kutoa ruzuku ya maendeleo za shilingi bilioni 159.61 kwa ajili ya uwekezaji, taasisi 22 zimeendelea kupata hasara kwa kipindi cha mwaka mmoja hadi miaka mitatu. Hali inaonyesha changamoto endelevu za ufanisi, ongezeko la gharama na uendeshaji na udhaifu wa mifumo ya udhibiti wa ndani. Mheshimiwa Rais, niongelee kampuni yetu ya ndege. Mheshimiwa Rais, kampuni ya ndege Tanzania ATCL imeendelea kupata hasara ambapo kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ilipata hasara ya shilingi bilioni 191.19, ikiwa ni ongezeko la asilimia 108 na hivyo kufikisha jumla ya hasara
tangia lianzishwe ya shilingi bilioni 748, licha ya kuendelea kupokea ruzuku za serikali kwa ajili ya mishahara na gharama za uendeshaji. Mheshimiwa Rais, hasara hii imechangiwa na mambo yafuatayo: ongezeko la gharama za uendeshaji kuzidi ukuaji wa mapato, ambapo gharama ziliongezeka kwa shilingi bilioni 134 na kufikia shilingi bilioni 675. Shirika lilifanya safari chini ya matarajio, ambapo njia 87 za safari zilikuwa na wastani wa ujazo wa abiria load factor wa 55% pekee. Matumizi yasiyo bora ya ndege ya mizigo ya Boeing 767-300F. Ndege ya mizigo ilitumika kinyume na matumizi yake yaliyokusudiwa, ambapo 94% ya safari zilikuwa za masafa mafupi na ya kati badala ya safari ndefu zenye mapato makubwa. Aidha, ilifanya safari nyingi chini ya uwezo wake wa kubeba na hatimaye ilisimamishwa, huku ikiendelea kugharimu shirika takriban shilingi bilioni 3.54 kwa ukodishaji na bima bila kuzalisha mapato. Kwa ujumla, hali hii inaonyesha changamoto za kimuundo na kiutendaji zinazoendelea kuathiri ufanisi na uendelevu wa kifedha katika shirika hili. Udhaifu wa mifumo ya udhibiti umepelekea malipo ya shilingi bilioni 20.61 kwa mawakala bila kuthibitishwa kuwafikia abiria, pamoja na marejesho kwa abiria kutokana na kusitishwa ama kuahirishwa kwa safari, yani refunds, za shilingi milioni 310.57 yaliyofanyika bila uthibitisho wa nyaraka. Mheshimiwa Rais, ninaamini shirika letu lina nafasi ya kutengeneza faida na kuondokana na hasara. Ninapendekeza kuwa serikali iboreshe ufanisi wa shughuli za ATCL kwa kupitia upya faida za njia za safari na matumizi ya ndege, kuandaa mkakati maalum wa kuongeza ufanisi wa ndege ya mizigo, kuunganisha mifumo ya tehama ili kuboresha ubadilishanaji wa data na kupunguza michakato nje ya mfumo, pamoja na kuimarisha udhibiti wa marejesho ya fedha kutoka kwa mawakala ili kulinda mapato ya kampuni. Mheshimiwa Rais, Shirika la Reli Tanzania. Shirika la Reli Tanzania TRC linaendelea kukabiliwa na changamoto za kiutendaji zinazoathiri utendaji wake wa kifedha, hususan katika reli ya MGR ile ya zamani, ambapo kiwango cha mizigo kimepungua, hali iliyosababisha kushuka kwa mapato na kuongezeka utegemezi wa ruzuku za serikali licha ya kuongezeka kwa mapato kutokana na SGR hii mpya. Aidha, shirika limepata hasara kutokana na ajali za treni zilizofikia ajali 328 zilizosababisha upotevu wa takriban shilingi bilioni 3.06 kutokana na uharibifu wa miundombinu na kupotea kwa mapato. Hali hii inaonyesha udhaifu katika uendeshaji, matengenezo ya miundombinu na usimamizi, jambo linaloendelea kudhoofisha uimara wa kifedha wa TRC. Mheshimiwa Rais, kutokana na hali hiyo, napendekeza shirika la reli imarishe usimamizi wa miundombinu ya reli kwa kuhakikisha ukaguzi na matengenezo ya mara kwa mara yanafanyika, pamoja na kuangalia uwezekano wa kuanzisha na kutekeleza mfumo madhubuti wa bima kwa mali zote za kimkakati ikiwemo mabehewa. Mheshimiwa Rais, utaratibu wa kuchangia ruzuku kwenye mfuko mkuu wa serikali. Litathmini uzingatiaji wa matakwa ya kisheria yanayohusu uwasilishaji wa michango wa 15% ya mapato ghafi na malipo ya gawio kutoka kwa mamlaka na taasisi za umma. Ukaguzi wangu umebaini kuwa baadhi ya mashirika ya umma na taasisi zisizo za kibiashara zinawasilisha michango katika mfuko mkuu wa serikali, huku zikiwa zinategemea kwa kiasi kikubwa ruzuku kutoka serikalini. Katika mwaka wa fedha 2024-2025, taasisi 7 zilichangia jumla ya shilingi bilioni 12.72, wakati huo zikipokea ruzuku ya matumizi ya kawaida yenye jumla ya shilingi bilioni 123.08, ikiwa ni ruzuku ya gharama za uendeshaji. Taasisi hizo, Mheshimiwa Rais, ni Shirika la Viwango Tanzania ambalo lilipokea shilingi bilioni 17 likachangia bilioni 8. Mamlaka masoko ya mitaji ilipokea milioni 708 ikachangia milioni 211. Mamlaka maendeleo ya biashara Tanzania ilipokea bilioni 3 ikachangia milioni 637. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira walipokea bilioni 5 wakachangia milioni 830. Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania ilipokea bilioni 12 ikachangia bilioni 1.6. Kituo cha Uwekezaji Tanzania kilipokea bilioni 2 ikachangia milioni 90. Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi ilipokea bilioni 81 ikachangia milioni 414. Kwa uchambuzi huu,
mchango wa bilioni 12 ni takriban 10% tu ya ruzuku za shilingi bilioni 123, ikimaanisha kuwa kwa kila shilingi milioni 100 inayotolewa kama ruzuku, serikali inarejeshewa shilingi 10 pekee. Hali hii inaonyesha kuwa serikali kwa kiasi kikubwa inajichangia yenyewe kupitia taasisi zake badala ya kupata mapato halisi ya ndani, jambo linalopunguza ufanisi wa sera ya mchango wa 15% na kuongeza utegemezi wa mashirika haya kwa ruzuku za serikali. Mheshimiwa Rais, napendekeza kwamba taasisi zinazopokea ruzuku za serikali, kiwango cha ruzuku kipunguzwe kulingana na mchango unaotarajiwa badala ya kuruhusu urejeshaji wa fedha zile zile kwa serikali. Shirika la Umeme Tanzania. Mheshimiwa Rais, katika ukaguzi imebaini kuwa baada ya kukamilika kwa mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere mwezi Machi 2025, majaribio ya uwezo wa mitambo ya kufua umeme hayakufanyika kwa pamoja kama ilivyotakiwa na mkataba ili kuona mitambo yote turbine 9 kama itawashwa kwa wakati mmoja itafanyaje kazi. Hali hii imetokea na kutokuwepo kwa miundombinu ya kutosha kusafirisha umeme pamoja na changamoto za kiwango cha maji. Kutofanyika kwa majaribio kamili kwa wakati kunaongeza hatari ya kupokea mitambo isiyokidhi viwango vya ubora na utendaji, jambo ambalo linaweza kusababisha ufanisi mdogo wa uzalishaji umeme na kuongezeka kwa gharama za marekebisho katika kipindi kijacho. Mheshimiwa Rais, napendekeza kuwa Shirika la Umeme Tanzania lihakikishe majaribio ya utendaji na ufanisi wa mitambo ya kuzalisha na kufua umeme na jenereta yanafanyika kwa mujibu wa matakwa ya mkataba. Mheshimiwa Rais, ongezeko la gharama na upotevu wa madai shilingi trilioni 1.48. Nilibaini ongezeko la gharama kutokana na kushindwa kwenye mashauri ya usuluhishi katika mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere unaotekelezwa na TANESCO uliosababisha hasara ya jumla ya shilingi trilioni 1.48. Kwanza, nilibaini kuwa migogoro 13 iliyoamuliwa na bodi ya usuluhishi ilisababisha malipo ya dola milioni 400, takriban shilingi bilioni 889.6, na kuongeza gharama za mradi kutoka shilingi trilioni 6.55 hadi shilingi trilioni 7.44. Pili, nibaini kuwa serikali ilipoteza miradi ya kijamii yenye thamani ya shilingi bilioni 262.34 baada ya kubadilishwa kwa wigo wa mradi na kuondolewa wajibu wa mkandarasi. Tatu, nilibaini kuwa TANESCO haikukata faini ya ucheleweshaji kwa maana liquidated damages ya shilingi bilioni 327 licha ya mkandarasi kushindwa kukamilisha mradi kwa wakati. Hali hii inaonyesha udhaifu katika usimamizi wa mikataba na inaleta hasara kubwa kwa serikali. Mheshimiwa Rais, napendekeza kuwa serikali ifanye uchunguzi wa kina dhidi ya timu iliyosimamia mkataba huu ili kubaini kama kuna uzembe uliosababisha hasara hiyo baada ya kushindwa mashauri hayo. Na TANESCO yaagizwe kuimarisha mifumo yake ya usimamizi wa mikataba mikubwa. Mheshimiwa Rais, utendaji wa benki za serikali. Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB. Nimebaini changamoto katika usimamizi wa mikopo katika Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB. Benki ilitoa mkopo wa shilingi bilioni 12.17 kwa mteja mmoja uliovuka ukomo wa kisheria wa shilingi bilioni 7.17. pamoja na kutoa shilingi bilioni 9.58 bila usajili na uthamini wa dhamana ipasavyo. Aidha, shilingi milioni 862 za mkopo huo zilitumika kwa matumizi ambayo hayakusudiwa. Vile vile, kwenye deni la shilingi bilioni 28.76, mkopo wa shilingi bilioni 28.76 umechelewa kwa siku 542, lakini bado unaainishwa kama unaolipika, kinyume na miongozo ya Benki Kuu Tanzania. Hali hii inaonyesha udhaifu katika tathmini, utoaji na ufuatiliaji wa mikopo na unaweka hatari ya upotevu wa fedha za umma pamoja na kudhoofisha uimara wa fedha kwenye benki. Mheshimiwa Rais, napendekeza kuwa Benki ya Maendeleo ya Kilimo ichukue hatua za kisheria mara moja kutaifisha na kuuza dhamana za wadaiwa sugu wote ili kufidia fedha za serikali, sambamba na kuchukua hatua za kinidhamu kwa maafisa walioidhinisha mikopo bila kufuata taratibu na kuhakiki dhamana. Benki ya Maendeleo TIB na kampuni yake Tanzu ya Rasilimali. Mheshimiwa Rais, nimebaini kuwa Benki ya Maendeleo TIB na kampuni yake Tanzu ya TIB Rasilimali zinakabiliwa na changamoto kubwa ya kifedha na kiutendaji. Benki ina upungufu wa mtaji
wa msingi core capital wa shilingi bilioni 44.43 dhidi ya kiwango cha shilingi bilioni 200 kinachotakiwa kisheria, na inakabiliwa na uhaba mkubwa wa ukwasi, hali inasababisha kushindwa kulipa madeni yaliyoiva yenye thamani ya shilingi bilioni 373.14 huku ikiwa na rasilimali chache za ukwasi. Aidha, kiwango cha mikopo chechefu kimeongezeka hadi 29% juu ya ukomo wa 5% unaotakiwa na Benki Kuu ya Tanzania, pamoja na kuwepo kwa mapungufu katika usimamizi wa mikopo na dhamana, ambapo mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 14.95 haina nyaraka sahihi za dhamana. Vile vile deni la shilingi bilioni 37 linalodaiwa na ofisi ya msajili wa hazina tangu mwaka 2019 bado halijalipwa, huku kampuni tanzu ya TIB rasilimali ikiendelea kupata hasara kwa miaka 5 mfululizo. Hali hii inaonyesha udhaifu wa kifedha na kiutendaji unaohatarisha uendelevu wa benki pamoja na uwezo wake wa kutekeleza majukumu yake ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, kutokana na matokeo haya, napendekeza serikali ifanye tathmini ya kina ya faida na hasara kwa maana cost benefit analysis ili kuamua kama inafaa kuendelea kuweka mtaji mpya kwenye Benki ya Maendeleo TIB au kuhamisha majukumu yake kwenda benki nyingine ya serikali. Vile vile napendekeza kuchukua maamuzi ya kimkakati yanaweza kuhusisha kuiunda upya kwa maana restructuring au kuiunganisha kampuni ya TIB rasilimali ili kupunguza hasara kwa serikali. Mheshimiwa Rais, katika kuangalia jinsi ya kuunganisha hii benki ama kuifuta, tuwe makini tusije chukua tatizo la TIB na kupeleka kwenye benki nyingine kama ilivyotokea hapo siku za nyuma. Lakini serikali iendelee na utaratibu wa kuyabaini mashirika na taasisi za umma za aina hii na kuziunganisha kwa kufuata taratibu za kisheria ili kuleta ufanisi kwenye serikali. Mheshimiwa Rais, utendaji wa mifuko ya hifadhi ya jamii. Nimebaini udhaifu katika usimamizi na ukusanyaji wa michango katika mifuko ya hifadhi ya jamii ambapo jumla shilingi takriban shilingi trilioni 2.24 bado hazijakusanywa kutoka kwa waajiri, ikiwa ni ongezeko la 85% ikilinganisha na mwaka uliopita. Hali hii inaonyesha changamoto zinazoendelea katika ufuatiliaji na utekelezaji wa ukusanyaji madeni. Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF unadai shilingi trilioni 2.09, ongezeko la 99%, ambapo shilingi bilioni 562.63 zimepitiliza zaidi ya miezi 12 bila kukusanywa. Mfuko wa Hifadhi ya Jamii kwa watumishi wa umma kwa maana PSSSF unadai shilingi bilioni 89.81, huku madeni yamejikita kwenye taasisi chache ikiwemo TAZARA na shilingi bilioni 54.09 zimepitiliza muda. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi unadai shilingi bilioni 59.45, ongezeko la 5.3, ambapo shilingi bilioni 30.24 zimechelewa kukusanywa. Kwa ujumla zaidi ya shilingi bilioni 666 zimepitiliza mwaka mzima bila kukusanywa. Hali inaonyesha udhaifu mkubwa wa ufuatiliaji na utekelezaji wa sheria na hivyo kuhatarisha ukwasi wa mifuko pamoja na uwezo wake wa kulipa mafao ya wanachama kwa wakati. Napendekeza kwa mifuko iingie mikataba rasmi ya malipo na waajiri yenye mpango mahususi wa ulipaji, structured settlement plan. Pia mifuko imarishe ufuatiliaji na utekelezaji wa sheria ili kuhakikisha marejesho ya madeni yanafanyika kwa wakati. Sekta ya afya. Mheshimiwa Rais, ukaguzi umebaini udhaifu wa kimfumo katika usimamizi wa mnyororo wa ugavi wa dawa na vifaa tiba katika bohari ya dawa MSD, unaojitokeza kuanzia hatua ya upokeaji hadi usimamizi wa hifadhi na usambazaji. Katika hatua ya upokeaji, MSD ilipokea dawa na vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi bilioni 20.28 vilivyokuwa na muda mfupi wa matumizi, kinyume na miongozo inayotaka kuwe na angalau 80% ya muda wa matumizi. Hali hii imetokana na uhaba wa dawa pamoja na udhaifu katika mifumo ya ufuatiliaji wa bidhaa zinazopokelewa. Matokeo ya udhaifu yanaonekana katika hatua ya usimamizi wa akiba ambapo MSD ilikuwa na dawa zilizokwisha muda zenye thamani ya shilingi bilioni 18.74, bidhaa zilizoharibika za shilingi bilioni 707.82 pamoja na dawa za bilioni 2.95 zilizo karibu kuisha muda wake katika baadhi ya kanda. Vile vile nimebaini kuwa vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi bilioni 5.17 havitumiki katika vituo vya kutolea huduma za afya vya halmashauri 28 licha uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali. Halmashauri zilizoathirika zaidi ni halmashauri ya mji wa Newala
vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 790.5. Halmashauri ya wilaya ya Kigoma shilingi milioni 657.1 na halmashauri ya mji wa Ifakara shilingi milioni 566.1. Hali hii inachangiwa na uhaba wa wataalamu, kutokamilika kwa miundombinu, ukosefu wa umeme na wa uhakika pamoja na vitendanishi. Kwa ujumla, udhaifu huu unaonyesha mapungufu katika mipango ya matumizi ya rasilimali za afya, unaosababisha matumizi yasiyo na tija ya fedha za umma na kuwanyima wananchi huduma muhimu za afya kwa wakati. Mheshimiwa Rais, ninapendekeza serikali kupitia Wizara ya Afya ihakikishe kuwa bohari ya dawa MSD inaimarisha mipango ya ugavi ili kuepuka upokeaji wa dawa na vifaa tiba vilivyobakiza muda mfupi wa matumizi kinyume na miongozo. Pia kuimarisha udhibiti wakati wa mapokezi na kuweka mfumo madhubuti wa kufuatilia kutekeleza masharti ya urejeshaji wa bidhaa zisizotumika kwa mujibu wa makubaliano na wazabuni. Aidha, serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na Wizara ya Afya iweke kipaumbele cha haraka katika kukamilisha miundombinu muhimu, kuimarisha upatikanaji wa umeme wa uhakika na kupeleka wataalamu stahiki katika vituo vya afya ili kuhakikisha vifaa tiba vilivyonunuliwa vinaanza kutumika kwa wakati, hivyo kuongeza ufanisi wa huduma za afya na kuokoa maisha ya wananchi. Utekelezaji wa miradi. Mheshimiwa Rais, katika ukaguzi wa mradi wa ujenzi wa barabara Kanyani Junction Mvugwe, nilibaini kasoro za ubora katika tabaka la msingi na lami zilizotokana na matumizi ya kokoto zisizokidhi viwango kwenye kipande cha kilomita 47. Licha maelekezo ya kitaalamu kutoka kwa mshauri mwelekezi ya kujenga upya eneo lote lenye kasoro kwa kuondoa tabaka la msingi na tabaka la juu, mkandarasi ya kutekeleza maelekezo hayo badala yake aliweka tabaka la double surface dressing na single surface dressing ambalo halitatui tatizo la msingi, na hatua hiyo ilikubaliwa na TANROADS. Ukaguzi ulithibitisha kuwa kasoro hizo ziliendelea kuwepo na kiasi cha takriban shilingi bilioni 17.25 kililipwa kwa kazi hiyo ambayo haikukidhi viwango. Hali hii inaonyesha udhaifu katika usimamizi wa mikataba, ukiukwaji wa maelekezo ya kitaalamu na uwezekano wa upotoshaji wa taarifa. Baada ya kasoro hizo kubainishwa wakati wa ukaguzi, TANROADS ilielekeza kazi hiyo ifanyike upya kama alivyoshauri mtaalamu mwelekezi hapo awali. Kutokana na hali hiyo, serikali iko katika hatari ya kupata hasara ya kifedha na kuingia gharama za ziada za matengenezo ya ujenzi mpya wa barabara katika kipindi kifupi. Mheshimiwa Rais, napendekeza kuwa Wizara ya Ujenzi na TANROADS wasimamie kikamilifu utekelezaji wa mkataba na kuhakikisha mkandarasi anajenga upya kipande chote chenye kasoro kwa kuzingatia viwango vilivyoidhinishwa bila gharama za ziada kwa serikali. Uhakikishe kuwa hakuna malipo yanayofanyika kwa kazi zisizokidhi viwango, pamoja na kuimarisha usimamizi wa kiufundi na uthibitishaji wa ubora wa kazi kabla ya kuidhinisha malipo. Wachukue hatua kwa wahusika wote ambao kusimamia vyema mradi huu. Mheshimiwa Rais, ni muhimu pia kuhakikisha miradi yote ya barabara nchini inasimamiwa kwa weledi mkubwa, kuondoa uwezekano wa miradi hiyo kuharibika mara tu baada ya kukabidhiwa kwa serikali. Mheshimiwa Rais, kupitia kusaini mikataba bila mapitio ya kisheria na kutozingatia ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali. Katika ukaguzi wangu nimebaini kuwa baadhi ya taasisi zilisaini mikataba yenye thamani ya shilingi bilioni 56 bila kufanyia mapitio ya kisheria kwa maana vetting kama inavyotakiwa, pamoja na kutozingatia ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali. Miongoni mwa mifano iliyobainika ni Chuo Kikuu cha Dodoma katika mkataba wa shilingi bilioni 4.87 na Shirika la Umeme Tanzania TANESCO katika mkataba wa dola za Marekani milioni 4.79, ambapo ushauri wa kisheria haukujumuishwa katika mikataba ya mwisho. Hali hii inaongeza hatari ya serikali kuingia mikataba yenye mianya ya kisheria na vipengele kandamizi, hivyo kuathiri uwezo wake wa kujilinda katika migogoro na kusababisha hasara za fedha za umma. Napendekeza serikali wachukulie hatua stahiki maafisa masuli wote waliosaini mikataba bila mapitio ya kisheria au wanaopuuza ushauri wa mwanasheria mkuu bila kutoa sababu za msingi. Vile mamlaka ya udhibiti wa ununuzi PPRA iweke udhibiti control kwenye mifumo ya NeST itakayofanya mikataba wote kutoendelea na hatua ya malipo hadi uthibitisho wa kimaandishi wa mapitio ya mwanasheria mkuu au mwanasheria wa taasisi utakapoingizwa kwenye mfumo. Nashukuru
mkurugenzi wa PPRA anatekeleza hili pendekezo kabla hajaanza. Nashukuru sana. Nadhani nimekuwa overtaken by event kwa sababu ya wasilisho lake. Kusimama kwa miradi ya maendeleo yenye thamani ya shilingi trilioni 1.79. Mheshimiwa Rais, ukaguzi umebaini kusimama na kuchelewa kwa miradi ya maendeleo yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 1.79 katika sekta mbalimbali ikiwemo maji, barabara na mamlaka za serikali za mitaa, hali inayosababishwa na ucheleweshaji wa fedha, usanifu duni wa miradi, usimamizi hafifu wa mikataba na uwezo mdogo wa kandarasi. Mfano wa changamoto wa miradi hiyo ni kama ifuatavyo. Uwasa, miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 763.6 ambapo miradi 435 imechelewa kukamilika na miradi 9 imetelekezwa. TANROADS, miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 754.17 ambapo miradi 33 imeathirika ikiwemo miradi 21 iliyosimama au kutelekezwa. Mamlaka ya serikali za mitaa, miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 108.49 ambapo miradi 671 inasuasua, miradi 215 imesimama hadi miaka 13 na miradi 14 imekamilika lakini haitumiki. TARURA, miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 105.56 ambapo miradi 47 imetelekezwa na wakandarasi. Hali hii imepelekea wananchi kukosa huduma muhimu kwa wakati, kuongezeka kwa gharama za miradi na miundombinu kuanza kuharibika kabla ya kukamilika, hivyo kusababisha hasara kwa serikali. Mheshimiwa Rais, udhaifu katika ununuzi wa mradi wa ujenzi wa uwanja wa Arusha. Nilibaini mapungufu katika ununuzi wa mradi wa ujenzi wa uwanja wa mpira wa Arusha wenye thamani ya shilingi bilioni 338.54. Hali inaashiria kukosekana kwa thamani halisi ya fedha katika matumizi ya rasilimali za umma. Kwanza, kulikuwa na tofauti kubwa kati ya makadirio na thamani ya mkataba, ambapo mradi ulikadiriwa kugharimu shilingi bilioni 187 lakini ulisainiwa kwa shilingi bilioni 338.54 sawa na ongezeko la 81%. Hali hii inaonyesha kuwa makadirio hayakuwa sahihi na liathiri maamuzi ya kibajeti pamoja na utekelezaji wa mradi. Pia mkandarasi alipatikana kwa njia ya mzabuni mmoja, yani single source, kwa kisingizio cha dharura bila kuwepo ushahidi wa hali hiyo. Hii iliondoa ushindani ambapo ungeweza kuhakikisha upatikanaji wa bei nafuu na kulinda maslahi ya serikali. Tatu, majadiliano ya zabuni yalifanyika kwa udhaifu ambapo sehemu kubwa ya vipengele vilivyojadiliwa havikuwa vimeidhinishwa na wigo wa kazi kwenye mpango wa majadiliano na wigo wa kazi ulipunguzwa bila kupunguza gharama ipasavyo. Aidha, gharama zisizo halali ikiwemo shilingi bilioni 3.27 za gharama za zabuni zilijumuishwa katika mkataba na kubebwa na serikali. Kwa ujumla, Mheshimiwa Rais, hali hii inaonyesha udhaifu katika upangaji wa miradi, uteuzi wa kandarasi na usimamizi wa majadiliano na mikataba. Udhaifu huo unaweza kusababisha matumizi yasiyo na tija na kukosekana kwa thamani halisi ya fedha za umma. Inapendekeza Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo iimarishe usimamizi wa ununuzi kwa kuhakikisha makadirio yanayoaminika, matumizi sahihi ya njia za ununuzi na udhibiti madhubuti wa majadiliano na mabadiliko ya mikataba ili kulinda fedha za umma. Sekta ya maji, Mheshimiwa Rais. Naomba kufahamisha kuwa upotevu wa maji, non-revenue water, umeendelea kuisababishia serikali hasara kubwa, ambapo katika mwaka wa fedha 2024-2025 wastani wa upotevu wa maji umeongezeka hadi kufikia 35% kutoka 32%, kiwango kilicho juu ya lengo la kitaifa la kutozidi 20%. Hali hii imesababisha hasara ya takriban shilingi bilioni 248.78, huku baadhi ya mamlaka zikionyesha viwango vya juu vya upotevu wa maji, ikiwemo Same Mwanga ambapo wanazalisha 100%, 70% zinapotea. Dar es Salaam 53% ya maji yanayozalishwa yanapotea. Morogoro 50% ya maji yanayozalishwa yanapotea, ikiwa na maana sehemu kubwa ya maji yanayozalishwa hayafikii wananchi, ama yanawafikia lakini hawatozwi. Chanzo kikuu, Mheshimiwa Rais, cha tatizo hili ni miundombinu chakavu na wizi wa maji, jambo linaongeza gharama za uzalishaji bila kurejesha mapato. Hali hii inaathiri uendelevu wa kifedha mamlaka za maji, inapunguza upatikanaji wa huduma na kuongeza utegemezi wa ruzuku kutoka serikalini.
Ninapendekeza kuwa serikali imarishe uwekezaji katika ukarabati na uboreshaji wa miundombinu ya maji, mifumo ya udhibiti wa upotevu wa maji na kuchukua hatua madhubuti dhidi ya miunganisho haramu ili kupunguza hasara na kuongeza ufanisi wa sekta ya maji. Ukaguzi wa balozi. Mheshimiwa Rais, katika ukaguzi wangu nimebaini kuwa licha ya Wizara ya Mambo ya Nje kupitia balozi zake kubaini fursa mbalimbali za uwekezaji na ushirikiano kutoka nje ya nchi, utekelezaji wake umekuwa na changamoto kutokana na kutokuwepo kwa utaratibu madhubuti kati ya wizara za kisekta na taasisi husika. Hadi Oktoba 2025, jumla ya hati 50 za makubaliano Memorandum of Understandings zilizowasilishwa hazikuwa zimepatiwa majibu wala kufanyiwa kazi. Hali hii inaonyesha ucheleweshaji katika kuchakata na kutekeleza fursa hizo. Aidha, pamoja na uwepo wa mfumo wa usimamizi wa masuala ya nje FMS, bado haujawezesha ufuatiliaji na utoaji majibu kwa wakati. Hali hii inasababisha serikali kushindwa kunufaika kikamilifu na fursa za kiuchumi zinazobainishwa kupitia balozi zetu. Mheshimiwa Rais, nilifahamishwa kwamba katika nyanja za kidiplomasia kukaa kimya bila kujibu inatafsiriwa kwamba hilo jambo limekataliwa. Kwa muktadha huo, inawezekana kuna Memorandum of Understandings ambazo baada ya kuchambuliwa zikaonekana hazina manufaa kwa nchi. Basi, badala ya kukaa kimya kwa upande wa sekta husika ifahamishe Wizara ya Mambo ya Nje na Wizara ya Mambo ya Nje ifahamishe balozi husika, ili huyo balozi akae kimya akijua jambo fulani limekataliwa badala ya kutompa majibu toka kwenye sekta husika. Anaendelea kufuatilia kumbe jambo lenyewe halina tija. Kwa Mheshimiwa Rais, napendekeza serikali imarishe ufuatiliaji wa fursa za kidiplomasia ya uchumi kwa kuwekwa katika hoja endelevu ambayo itakuwa ikijadiliwa wakati wa vikao vya IMTC chini ya uongozi wa Katibu Mkuu Kiongozi. Usimamizi wa jengo la serikali lililopo New York. Nilibaini kuwa serikali imepoteza zaidi ya dola za Marekani milioni 13.5 kutokana na usimamizi dhaifu wa jengo lake lililopo New York. Upotevu huu unatokana na kushindwa kuwasilishwa kwa mapato ya kodi ya pango yaliyokusanywa, kuwepo kwa madeni ya pango ambayo hajalipwa, pamoja na kutotumika kwa baadhi ya maeneo ya jengo kwa muda mrefu. Licha hatua za kubadilisha msimamizi wa jengo, fedha zilizopotea bado hazijarejeshwa na hatua za uwajibikaji dhidi ya wahusika hazijakamilika. Hali hii inaendelea kuonyesha udhaifu katika usimamizi wa mali za serikali na ucheleweshaji utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa awali. Kutokana na hali hiyo, napendekeza Mwanasheria Mkuu wa serikali achukue hatua za kisheria ili kurejesha fedha hizo, na wizara husika imarishe mifumo ya usimamizi na uwajibikaji wa mali zote za serikali zipo nje ya nchi ili kuzuia kujirudia kwa dosari hizi. Mheshimiwa Rais, upotevu wa mapato. Nimebaini ubadhirifu wa fedha za umma wenye thamani ya shilingi bilioni 5.01 katika wakala wa ufundi na umeme TEMESA uliotokana na matumizi mabaya ya mfumo wa ulipaji serikalini kwa maana ya MUSE, ambapo malipo yalifanyika kwa zabuni hewa na kwa zabuni ambao hawakuwasilisha bidhaa wala kutoa huduma kwa wakala. Udanganyifu huu ulifanyika kupitia matumizi ya moduli ya malipo ya pamoja kwa maana bulk payment iliwezesha kulipwa kwa zabuni wasiosajiliwa kwenye mfumo, pamoja na moduli ya hati za malipo normal voucher, ambapo malipo yalifanyika bila uthibitisho wa kupokelewa kwa bidhaa au huduma. Kwa mfano, jumla shilingi bilioni 2.95 zililipwa kwa zabuni hewa katika mikoa mbalimbali na shilingi bilioni 2.04 zililipwa bila uthibitisho wa huduma, ikiwemo shilingi bilioni 1.95 kwa mzabuni mmoja. Hali hii inaonyesha uwepo wa njama za makusudi za kukwepa udhibiti wa mfumo na udhaifu mkubwa wa mifumo ya ndani ya udhibiti inayosababisha upotevu wa fedha za umma. Mheshimiwa Rais, napendekeza ili kuondoa mianya hiyo, serikali ikamilishe uchunguzi unaoendelea na kuwachukulia hatua za kinidhamu, kisheria na kijinai watumishi wote waliohusika na ubadhirifu huu. Sambamba na hilo, Wizara ya Fedha iboreshe na kuziba mianya yote kwenye mfumo wa MUSE, hususan kwenye moduli ya bulk payment ili kuzuia mfumo kuruhusu malipo kwa zabuni wasiosajiliwa na wasiothibitishwa. Mheshimiwa Rais, upotevu wa fedha kutokana na ukopaji bila mkataba rasmi. Mheshimiwa Rais, ukaguzi umebaini kuwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ilipokea jumla ya shilingi bilioni 1.29 kutoka benki moja ya kibiashara nchini bila kuwepo kwa mkataba rasmi wa kisheria.
na matumizi ya fedha hizo hayakuweza kuthibitishwa kuwa yalitumika katika shughuli za jeshi. Kutokana na hali hiyo, benki hiyo ilikata shilingi milioni 948.44 moja kwa moja kutoka kwenye akaunti ya jeshi kama marejesho ya fedha hizo. Hali hii imesababisha hasara kwa serikali, kudhoofisha utekelezaji wa shughuli za uokoaji na inaashiria ukiukwaji wa sheria ya fedha za umma pamoja na viashiria vya makosa ya jinai. Inapendekeza kuwa serikali ichukue hatua stahiki za kurejesha kiasi cha shilingi milioni 448.44 kutoka kwenye benki hiyo, kwa sababu waliingia mikataba bila walikopesha bila mikataba. Sisi tunaona hizi ni njama za kuibia serikali. Mheshimiwa Rais, uuzaji wa viwanja nje ya mfumo na ugawaji wa viwanja bila malipo. Nilifanya ukaguzi maalum katika halmashauri ya manispaa ya Kibaha kuhusu mradi wa uuzaji wa viwanja katika eneo la Pangani Kibaha, ambapo nilibaini kuwa viwanja 168 vyenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 4.09 viliuzwa nje ya mfumo wa Tausi, ambapo kiasi cha shilingi milioni 481.77 kililipwa akaunti za benki za watu binafsi wasiokuwa watumishi wa halmashauri na kiasi cha shilingi bilioni 3.61 hakikuthibitika upokeaji wake. Pia nilibaini kuwa halmashauri ya manispaa ya Kibaha iligawa viwanja 189 bila malipo yenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 7.84 kwa wanufaika mbalimbali. Hali hiyo imepelekea halmashauri hiyo kukosa mapato hayo. Napendekeza hatua stahiki zichukuliwe dhidi ya wahusika, ikiwemo kuhakikisha urejeshwaji wa fedha ambazo hazikupokelewa. Pia napendekeza viwanja vilivyotolewa bila malipo wahusika walipie viwanja hivyo kwa kuzingatia bei ya soko ili kuipatia halmashauri mapato stahiki. Fursa ya mapato ya hewa ya ukaa. Mheshimiwa Rais, ukaguzi umebaini kuwa Tanzania ina fursa kubwa ya mapato kupitia biashara ya hewa ya ukaa, carbon credits. Ikizingatiwa kuwa misitu na mikoko kuhifadhi takriban gigatani 5.8 za carbon zenye thamani inayokadiriwa kufikia shilingi trilioni 1 kwa mwaka. Hata hivyo, fursa hii bado haijanufaisha serikali ipasavyo. Kwa uchambuzi, Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFA, licha ya kusimamia zaidi ya hekta milioni 14.5 za misitu, haujaripoti mapato yoyote yanayotokana na carbon. Aidha, miradi mingi ya carbon ipo katika hatua za awali, ambapo 70% ya miradi iliyosajiliwa bado haijaanza utekelezaji na baadhi imekwama kwa zaidi ya miaka miwili. Mikataba iliyopo kati ya serikali na waendelezaji binafsi ina udhaifu wa kimuundo. Ingawa mikataba hiyo ina muda wa hadi miaka 40, haijabainisha tarehe mahususi za kuanza utekelezaji. Haijaweka viashiria vya utendaji kwa maana milestones, na haijapanga ratiba ya malipo iliyo wazi. Kutokana na mapungufu hayo, waendelezaji wanaweza kushikilia haki za carbon kwa muda mrefu bila kuwajibika kutoa matokeo yanayopimika. Kwa sasa serikali inategemea taarifa zinazoandaliwa na waendelezaji binafsi ambao wanapaswa kuthibitishwa. Aidha, mfumo wa uhakiki wa Kituo cha Taifa cha Ufuatiliaji wa Carbon haujaanza kufanya kazi kamilifu. Hivyo Tanzania haina mfumo huru wa kuthibitisha idadi ya hati za carbon credits zilizouzwa pamoja na bei zake. Mheshimiwa Rais, napendekeza ifuatavyo. Ofisi ya Makamu wa Rais ianzishe na kusimamia utekelezaji wa kamili wa mfumo wa biashara ya carbon bila kuchelewa. Serikali iandae mkataba wa kitaifa utakaojumuisha masharti ya lazima, viashiria vya utendaji vinavyopimika na ratiba za malipo zilizo wazi, na uanzishwe na kutumika kikamilifu kwa mfumo wa kitaifa wa uhakiki kama chanzo pekee cha taarifa sahihi za biashara ya carbon. Mheshimiwa Rais, malimbikizo ya madeni kwa taasisi za serikali. Nimebaini kuwa serikali ina malimbikizo ya madeni yanayofikia shilingi trilioni 6.58 yanayodaiwa na wakandarasi, watumishi na fidia kwa wananchi waliopisha maeneo ya miradi. Madeni haya yanajumuisha kwanza, madai ya wakandarasi na wazabuni yanayocheleweshwa ya shilingi bilioni 207, hali inayokwamisha utekelezaji wa miradi na kudhoofisha mitaji ya wazabuni wa ndani. Malimbikizo ya stahiki za watumishi bilioni 305 yanayohusisha madai ya mishahara na stahiki nyingine. Fidia kwa wananchi yani PAPS ya shilingi bilioni 218.55, hali inasababisha migogoro ya ardhi na kuchelewesha utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Riba na adhabu kutokana na ucheleweshaji wa malipo shilingi bilioni 162.92.
ambazo ni hasara ya moja kwa moja kwa serikali. Hali hii inaongeza mzigo wa kifedha kwa serikali, inakwamisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kudhoofisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Rais, ili kukabiliana na changamoto hizi, napendekeza mambo yafuatayo. Kwanza, serikali ihakikishe utoaji wa fedha za miradi na huduma unafanyika kwa wakati ili kuepusha mzigo wa riba na adhabu zisizo za lazima. Serikali ihakikishe tathmini na malipo ya fidia kwa wananchi yanakamilika kabla ya miradi kuanza ili kuepusha migogoro ya kisheria na kusimama kwa miradi. Taasisi zote za umma kwa kushirikiana na hazina zihakikishe kutenga bajeti ya kulipa madeni ya watumishi. Mashirika yenye madeni makubwa kama TANESCO na TPDC yaelekezwe kuweka mipango thabiti ya kulipa madeni hayo kwa awamu ili kuboresha hali ya ukwasi kwa taasisi zinazodai. Mheshimiwa Rais, licha ya kuwepo kwa malimbikizo ya madeni ambayo taasisi za umma zinadaiwa na wadau mbalimbali, lakini pia kuna taasisi ambazo nazo zinadai madeni makubwa. Miongoni mwa taasisi zinazoathirika zaidi ni Shirika la Umeme Tanzania TANESCO, ambalo linakabiliwa na changamoto ya madai makubwa yasiyolipwa kutoka kwa taasisi za serikali. Madai haya ya muda mrefu yameathiri uwezo wa kifedha wa shirika katika kuendesha shughuli na kuboresha huduma za umeme. Mfano wa taasisi zinazodaiwa, Mheshimiwa Rais, ni ZECO inadaiwa shilingi bilioni 292, DAWASA inadaiwa bilioni 35, mamlaka za maji za mikoa zinadaiwa bilioni 21, TPDF inadaiwa shilingi bilioni 14, hospitali ya Muhimbili inadaiwa bilioni 10, Wizara ya Maji na Umwagiliaji bilioni 9, taasisi ya mifupa Muhimbili bilioni 4, polisi bilioni 4, magereza bilioni 3. Napendekeza kwamba serikali hakikisha taasisi zake zinalipa ankara zao, TANESCO isimamia kwa umakini ukusanyaji wa madeni na mfumo wa malipo ya kabla prepaid uanzishwe hata kwa taasisi za umma ili kuepuka kujirudia kwa hali hii. Pia napendekeza kuwepo kwa utaratibu madhubuti utakaowezesha hazina kukata fedha kutoka kwa bajeti za wadaiwa wa TANESCO na kuziwasilisha moja kwa moja kwa TANESCO. Wakala wa mabasi yaendayo haraka. Mheshimiwa Rais, nimebaini mapungufu katika usimamizi wa mapato na mikataba ya ubia katika wakala wa mabasi yaendayo haraka kwa maana ya DART, hali inayohatarisha ufanisi wa kifedha na kiutendaji wa mradi. DART inadai madai shilingi bilioni 3.66 ya ada za matumizi ya miundombinu ambazo hazijakusanywa kwa wakati. Hali hii inaonyesha udhaifu katika ufuatiliaji wa mikataba na ukusanyaji wa mapato. Aidha, nimebaini kutozingatiwa kwa matakwa ya kisheria katika mabadiliko ya mikataba ya ubia pamoja na uhakiki usiojitosheleza wa kampuni zinazohusika katika utekelezaji wa miradi. Vile mikataba ilisainiwa kabla ya kuanzishwa kwa kampuni mahususi za miradi, special purpose vehicle. Hali inaongeza hatari ya kisheria na migogoro ya kimkataba. Kwa ujumla, udhaifu huu unaonyesha changamoto katika usimamizi wa mikataba ya ubia, ufuatiliaji wa mapato na udhibiti wa utekelezaji wa miradi. Hali inaweza kusababisha upotevu wa mapato na hatari za kisheria kwa serikali. Mheshimiwa Rais, napendekeza management ya DART imarisha mfumo wa ukusanyaji na ufuatiliaji wa mapato ili kuhakikisha ada zinakusanywa kwa wakati na matakwa ya kisheria ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP yanazingatiwa kabla ya kufanya mabadiliko yoyote ya kimkataba. Na serikali ifanye uhakiki wa kina wa kiufundi, kifedha na kisheria kwa kampuni za utekelezaji na kuimarisha usimamizi wa utekelezaji wa mikataba ikiwemo kutoza adhabu na kudai dhamana. Mheshimiwa Rais, ukaguzi wa mifumo. Ukaguzi umebaini kuwa taasisi nyingi za umma hazizingatii maelekezo ya serikali kuhusu matumizi ya mifumo shirikishi ya kielektroniki, hali inayodhoofisha uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika usimamizi wa rasilimali. Taasisi 80 zimeendelea kutumia mifumo mingine badala ya MUSE bila kibali. Taasisi 59 zilifanya manunuzi ya shilingi bilioni 9.9 nje ya mfumo wa NeST, na mamlaka za serikali za mitaa 23 zilikusanya mapato ya shilingi bilioni 6.65 nje ya mfumo wa Gotham Homes. Mheshimiwa Rais, ukaguzi umebaini uwepo wa mifumo ya tehama inayoshabihiana na isiyounganishwa katika baadhi ya taasisi za umma, hali inayosababisha urudufu wa kazi, gharama kubwa za uendeshaji na kutokuiana kwa taarifa. Mfano, Tume ya Tehama ina mifumo miwili inayotekeleza majukumu yanayofanana. Wakala wa usajili wa biashara na leseni una mifumo 4 kwa kazi zake za msingi. Na taasisi kama Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania pamoja na Ofisi ya Taifa ya Takwimu zina mifumo zaidi ya 1 inayofanya kazi zinazofanana. Hali hii inapunguza ufanisi wa utoaji huduma, inaongeza gharama zisizo za lazima na inaashiria udhaifu katika uratibu wa usimamizi wa mifumo ya tehama serikali. Mheshimiwa Rais, napendekeza serikali kupitia Wizara ya Fedha
na hazina hakikisha matumizi ya lazima ya MUSE na mfumo mingine shirikishi kwa taasisi zote kwa kuimarisha ufuatiliaji na utekelezaji wa maelekezo. Aidha, kupitia mamlaka ya serikali mtandao iunganishwe mifumo inayofanana ili kupunguza gharama, kuondoa urudufu na uboreshaji wa ubora wa taarifa. Ukaguzi wa ufanisi. Mheshimiwa Rais, natambua juhudi za serikali katika kutoa huduma za msaada wa kisheria kwa wananchi wasio na uwezo, hususan kupitia kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia Legal Aid Campaign. Huduma za msaada wa kisheria bado zimejikita zaidi mijini, huku takriban asilimia 30 ya watu wa huduma wakiwa Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, aidha huduma za malezi kwa wazee zinafikia asilimia 0.08 tu ya wahitaji. Nyumba za wazee zinakabiliwa na upungufu wa watumishi wa takriban asilimia 67, hali inayosababisha mhudumu mmoja kuwahudumia wazee wengi kwa wakati mmoja na kuathiri ubora wa huduma. Napendekeza serikali imarishe mipango ya utoaji huduma za misaada ya kisheria na kuongeza usimamizi katika utoaji wa huduma kwa wazee wetu. Mheshimiwa Rais, natambua juhudi za serikali katika kuimarisha usalama wa chakula nchini kupitia ujenzi wa upanuzi wa miundombinu ya kisasa ya kuhifadhi nafaka, usimamizi wa akiba hifadhi nafaka ya kimkakati strategic grain reserve bado una changamoto zinazoathiri uthabiti wa bei za chakula. Ununuzi wa nafaka ulifikia wastani wa asilimia 58 ya malengo, huku uwezo wa kuhifadhi nafaka ukiwa tani 303,000 tu dhidi ya lengo la tani 700,000. Aidha, gharama ya ununuzi iliongezeka kutoka shilingi 496,120 hadi 813,496 kwa tani kutokana na matumizi ya fedha za manunuzi yasiyo na tija. Vilevile, udhibiti dhaifu wa ubora pamoja na miundombinu duni ya uhifadhi uliathiri ubora na usalama wa hifadhi ya nafaka. Napendekeza serikali imarishe mpango wa ununuzi wa nafaka, kuboresha utaratibu wa upatikanaji wa fedha, kuimarisha matengenezo ya maghala na kuanzisha mifumo madhubuti ya usimamizi wa hifadhi ya nafaka za kimkakati ili kuongeza hifadhi ya chakula na kuimarisha uthabiti wa bei. Changamoto katika usimamizi wa usalama na afya mahala pa kazi. Mheshimiwa Rais, ukaguzi umebaini kuwa Mamlaka ya Usalama na Afya Kazini haikusajili takriban asilimia 79 ya maeneo ya kazi yaliyobainishwa nchini, hali iliyochangiwa na ushirikiano usiojitosheleza kati ya taasisi husika. Aidha, uwiano wa madai ya fidia yaliyolipwa ulipungua kutoka asilimia 81 mwaka wa fedha 2021/2022 hadi asilimia 53 mwaka wa fedha 2024/2025 kutokana na ongezeko la madai pamoja na ucheleweshaji wa uchakataji wake. Napendekeza serikali imarishe usajili wa ukaguzi wa maeneo ya kazi pamoja na kuboresha mifumo ya kushughulikia madai ya fidia kwa wakati. Mheshimiwa Rais, ukaguzi umebaini kuwa uhimilivu wa kifedha wa serikali unaendelea kukabiliwa na changamoto kutokana na ukuaji mdogo wa mapato yasiyo ya kodi. Mchango wake katika bajeti ya taifa uliendelea kuwa mdogo kati ya asilimia 6 na 6.9, huku ufanisi wa ukusanyaji ukishuka kutoka asilimia 84 hadi asilimia 74 ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Hali hii ilichangiwa na udhaifu wa uratibu wa taasisi pamoja na jitihada hafifu za kubaini na kuendeleza vyanzo vipya vya mapato yasiyo ya kodi. Mheshimiwa Rais, naongelea mapato yasiyo ya kodi, sio mapato ya kodi yanayokusanywa na TRA. Napendekeza serikali imarishe mifumo ya kubaini na kukusanya mapato yasiyo ya kodi pamoja na kuimarisha ufuatiliaji na uwajibikaji katika taasisi zinazohusika na ukusanyaji wa mapato ili kuchochea maendeleo endelevu na ustawi wa jamii. Mheshimiwa Rais, naelekea kuhitimisha. Kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, naomba nikushukuru tena kwa kutenga muda wako ili kupokea taarifa hizi. Pia nimshukuru Mheshimiwa Spika wa Bunge, Mheshimiwa Zungu, kwa ushirikiano mkubwa ambao taasisi yangu inapata kutoka kwenye bunge lake. Niwashukuru makatibu wakuu na wakuu wote wa taasisi za umma kwa ushirikiano wao wakati wote wa ukaguzi. Bila wao nisingeweza kumaliza ukaguzi huu. Nashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa. Niwashukuru na kuwapongeza watumishi wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi na kujituma. Wao wamekuwa wakiona mimi na baini. Nawashukuru sana. Tuendelee kufanya kazi kwa moyo wa shukrani. Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, awabariki sana watumishi wa National Audit Office. Mwisho, ila sio kwa umuhimu, nishukuru familia yangu ikiongozwa na mke wangu Melinda, watoto wangu Raya, Robi,